Hi everyone, naitwa Amos Mazula na hii ni Amo Music Lab. We learn and grow together. Karibu tena kwenye darasa letu la leo. Leo tutakuwa kwenye key ya C. Na kwenye key hii ya C tutakuwa tukiangazia sana kuhusu movement ya kutoka 5 kwenda kwenye 1. Na hizi ni drop 2 movement ambazo tutazitumia kutoka kwenye 5 kwenda kwenye 1. Kila tutakapokuwa tukitoka kwenye 5 kwenda kwenye 1, unapopiga wimbo umefika sehemu ambayo unatakiwa kwenda kwenye 5 kwenda kwenye 1, kuna movement ambayo nitakuonyesha hapa. Ziko movement 4 nitakuonyesha za 5 kwenda kwenye 1. Kwa mfano unaweza kuwa unapiga wimbo, labda tuchukulie chorus nyepesi kabisa, labda chorus kama roho yangu na jinsi wewe 5 kwenda kwenye 1 ulivyo mkuu. Sasa hii kitendo cha kutoka 5 kwenda kwenye 1, kwa jina jingine kutoka 5 kwenda kwenye 1 kuna kitu kinaitwa cadences. Sasa ni aina ya cadence kutoka 5 kwenda kwenye 1. Yaani maana yake ni kipande ambacho unapiga kumalizia wimbo wako 5 kwenda kwenye 1. Sasa ukiwa kwenye 5 kwenda kwenye 1, there are different kind of movement. Hata ukiwa unafanya kwa Calvary, kwa Cal 5 kwenda kwenye 1. Movement hizo, kati ya hizo movement 4 nitaanza na movement ya kwanza ambazo nimekuambia zinaitwa drop 2 movement. Nikisema drop 2 kwa lugha nyepesi kabisa, drop 2 ni ile hali ya unapokuwa na chord, kwa mfano kama C major, nachukua the second highest note na irusha huku ambayo itakuwa ni E, itashika kitu hapo. Kwa hiyo inakuwa ni C major chord lakini katika drop 2 position. Kwa mfano nikichukua chord labda C hiyo hiyo lakini nikachukua labda version hii hapa. Nikiambia nitengeneze drop 2 chord ya hii note hapa, nitachukua the second highest note ambayo itakuwa ni C, taihamishia. Kwa hiyo nitapata kitu cha namna hii. Nikihamishia C huko nitapata kitu cha namna hii. Kwa hiyo inakuwa ni C major 7 lakini katika drop 2 position. Nikiwa na kodi kwa mfano hii C minor 7. Katika hii C minor 7 nikiambia nifanye C minor 7 in drop 2 position, nitachukua the second highest note nitaihamishia huko. Kwa hiyo drop 2 position. Kwa hata hizi movement imetengenezwa na drop 2 chords, kwa hiyo ndio maana naziita ni drop 2 movement kutoka 5 kwenda kwenye 1. Drop 2 cadences za kutoka 5 kwenda kwenye 1. Nitaipiga movement moja moja na kuifanyia breakdown, alafu tutakuja huko mwishoni tutakuja analyze zote kwa pamoja tuone tunapata kitu cha namna gani. So ya kwanza naipiga movement na iweka kwenye context, alafu nitafanya breakdown. Ya kwanza inafanya hivi. Kwa hiyo au unaweza nikafanya kwenda kwenye 1. Nikifanya kwenye context naweza nikafanya roho yangu roho yangu kuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. See, I can do that. Kwa hiyo that's the first movement. Nikifanya breakdown yake, maana nimefanya hii, maana yake nakuwa nimeshika ni C major chord in drop 2 position, alafu nakuwa nimeshika F. Hii ni C major katika drop 2 position. Kimsingi ilikuwa hivi, nimechukua hii nimeirusha huko. Hii ni inakuwa ni F major lakini ilikuwa ni F major, hii nimechukua the second highest note nimeiweka huko. Kwa hiyo inakuwa ni
hii ni F major 7 katika drop 2 position. Ilikuwa F major 7 katika inversion hii ambayo ni third inversion. Kwa hiyo nimetoa noti hii nimeileta huku. Kwa hiyo inakuwa ni, alafu hii ni A minor 7 katika drop 2 position. Hii kwenda kwenye 5 au 7 ambayo ilikuwa ni 5 hadi 9, ni G hadi 9. Kwa hiyo nimechukua noti ya B nimeirusha huko. Alafu hii pia ni F hadi 9, alafu narudi kwenye 1 ambayo 1 hii inakuwa nimeshika ni 1 huko ambayo ni C, alafu huko nimeshika 5 ambayo inakuwa ni G. Kwa hiyo slowly ni kitu cha namna hii. Kwa hiyo naweza nikaitumia kama 5 kwenda kwenye 1. Kwa hiyo jinsi wewe ulivyo mkuu, na maeneo mengine naweza nikaitumia, na labda wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana kupokea. Kwa hiyo ya kwanza ni hiyo. Kwa hiyo ni 5 kwenda kwenye 1. That's our first movement. Second movement iko tofauti kidogo. Yenye second movement inafanya, sorry, I repeat it again. Movement hii nikiweka kwenye context, if the same song naweza nikatumia the same chorus. Labda nikafanya Bwana Mungu nashangaa kabisa nikitazama kama vilivyo. See this one. Au muda mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba wala aliyenigharia kwa Kalvari. Kaiweka hapa. So breakdown yake itakuwa ni, nimefanya hivi, left hand nimeshika G7 ambayo G7 nimeshika G, D pamoja na F, yani 5 nimeshika 2 pamoja na 4. Kwa hiyo kulia nafanya, nina slide kutoka kwenye G kwenda kwenye A, alafu nakuja nashika noti ya C na D kwa pamoja. You see, right left, right left. Kwa hiyo inakuwa ni right left, right right left together, right left together. Kwa hiyo inakuwa nimeshika C, D na A, G kwenda kwenye A, halafu nakuja nafanya, nashika C na F kwa pamoja, nakuja nashika A na D kwa pamoja, alafu nakuja nashika D na G kwa pamoja. Wakati hii ilikuwa hapa nahamishia kwenye G hapa. Kwa hiyo nikifanya ni slow nitafanya kitu cha namna hii. Alafu
alafu nafanya E, nakuwa nimeshika B na G na harmonizing the 6, A na F alafu G na E. Kwa slowly nitakuwa nimefanya hivi. Naweza nikafanya hivyo au nikafanya au whatever. That is the second movement. The third movement inafanya naweza nikafanya wimbo labda wastahili wewe Bwana, ili wewe Bwana, ili wewe Bwana, kupokea utu 5 kwenda kwenye 1. That's the movement I'm talking about. Sasa hii movement nikifanya breakdown yake itakuwa hivi. Nitafanya drop 2 movement za inversion za A minor, ambapo hapa nakuwa nimeshika kushoto, nakuwa nimeshika G, A na E. Wakati hii note hapa iko huku, nimeileta huku. Alafu nachokuja kufanya kingine, nafanya ilikuwa ni hizi note hizi A na E ndio nakuja nazihamishia hapa. Kwa hiyo nafanya, alafu nakuja nazishika zenyewe. Ni kama mikono inabadilishana. Huyu mwanzo alishika A na G, A na E. Wakati huyu mwanzo alifanya C peke yake, kutokea kwenye B flat kwenda kwenye C, nimeslide. Lengo ni kwenda kwenye C. Alafu hatua ya pili ni kwamba hizi noti zinahamishiwa huku. Alafu huyu ni kwa sababu nilishika C peke yake, huku ndo nakuja nashika C peke yake. Kwa hiyo kinakuwa hivi. A na E huko C peke yake. Alafu nafanya huko C peke yake, huko A na E. Umeona mikono imebadilishana. Kwa hiyo inakuwa ni. Alafu nikifika kwenye E huku kulia naongeza note hizi, ambayo huku naongeza A minor 7. Kwa hiyo huku nikishika E huku nashika A minor 7, yani A, C, E na G. Kwa hiyo inakuwa ni. Sasa hapa nafanya kitu kimoja. Kulia na shift tu kidole hiki kinaenda kwenye A. Kutoka kwenye E kwenda kwenye A. You see? Kwa hiyo nikifanya slowly mpaka hapo inakuwa hivi. You see? Kwa hiyo left yangu ni kama inatembea kutoka A, inafanya arpeggio ya A, ya A minor, ambayo utapata hapa A, C, E, F, kwa hiyo da ra ra ra. Kwa hiyo nikishika huku nakuwa nimeshika hivi. Nikishika huku hivi na huku nashika C peke yake. Nikishika C hapa huku nashika A na E. Alafu nikishika E huku nashika A minor 7. Alafu nikienda kwenye F na huku naonyesha tu note hizi, na inakuwa nimeshika F major 7. Kwa hiyo inakuwa ni. Alafu note inayofuata hapo nakuwa nimeshika E minor, ambayo ni B, E, G pamoja na B tena. Kodi ya mwisho nafanya nashika 251 huku nashika D, G na C. Huku nagonga C kwenye base, alafu nakuja nashika 3 na 6. Kwa hiyo nikifanya slowly movement yote itakuwa hivi. Alafu
nikifanya faster kwenye tempo. That's how the movement works. Nafikiri next time nitaendelea zaidi ili nisifanye video kuwa ndefu sana. Have a nice moment. Mpaka tutakapokutana wakati mwingine. Peace.